Mamlaka ya mapato Tanzania TRA imemfikisha katika mahakama ya wilaya ya Nyamagana mkoani Mwanza mfanyabiashara Tadei Sangawe akikabiliwa na mashtaka 9 yanayohusisha ukwepaji kodi, matumizi yasiyo sahihi ya mashine za kielektroniki za risiti yani EFD, uhujumu uchumi na utakatishaji fedha. Upande wa mashtaka unadai kuwa makosa hayo yamesababishia serikali hasara ya zaidi ya shilingi milioni 924, huku shauri hilo likisomwa mbele ya hakimu mkazi mkuu Fortunatus Kubaja. Akisoma mashtaka hayo kwa niaba ya jamhuri, wakili wa serikali mwandamizi Jaines Kiwelo akiongoza jopo la mawakili wa serikali amesema mshtakiwa anakabiliwa na makosa mbalimbali yakiwemo kushindwa kutii sheria za kodi, kutokulipa kodi ya ongezeko la thamani yani VAT, kupatikana na mali inayoshukiwa kupatikana kwa njia isiyo halali, pamoja na kutoa risiti za kodi zenye taarifa za uongo kupitia mashine za EFD. Leo katika mahakama hii ya wilaya ya Nyamagana kulikuwa na shauri moja la uhujumu uchumi la jamhuri dhidi ya Tadei Zakaria Sangawe. Mshtakiwa huyu anatuhumiwa jumla ya makosa 9. Kwenye makosa haya 9 ikiwemo kosa la kushindwa kucomply na sheria za kodi kinyume na kifungu cha 93 cha sheria ya usimamizi wa kodi sura namba 438 marejeo ya mwaka 2023. Kwa kosa hili mtuhumiwa huyu alishindwa kuwa comply na sheria ya usimamizi wa kodi kwa kushindwa kuwasilisha ritani za kodi ya ongezeko la thamani kwa vipindi tofauti tofauti kuanzia mwaka 2025. Kosa jingine ilikuwa ni kushindwa kulipa kodi hiyo kwa udanganyifu, akashindwa kulipa kodi ya serikali sawa na shilingi milioni 924,336,770 na senti 81. Kosa jingine ilikuwa ni kukutwa na mali ambayo inazaniwa kwamba ameipata kwa njia ya uhalifu au ya wizi kinyume na kifungu cha 312 cha sheria ya Global TV and the Penal Code Cap 16. Kwa kosa hili hapa mtuhumiwa Bwana Tadei Zakaria Sangawe alikutwa na mashine ya kutolea risiti ya EFD yani Electronic Fiscal Device iliyosajiliwa kwa majina ya mfanyabiashara mwingine, na yeye ndiye aliyekuwa anatumia mashine hiyo kinyume na taratibu za sheria. Makosa mengine ni kutoa risiti za uongo zinazoonyesha mauzo tofauti kinyume na kifungu cha 97 kifungu kidogo cha kwanza C cha sheria hiyo inayohitaji ya usimamizi wa kodi. Kosa hili mtuhumiwa huyu alikutwa anatoa risiti zenye taarifa za manunuzi za mauzo ambayo hakuyafanya. Hakukuwa na mauzo halisi, isipokuwa alichokuwa anafanya ni kuuza risiti hizo. Kwa hiyo udanganyifu aliofanya au uongo huo kwenye hizo risiti ni taarifa zinazoonyesha bidhaa tofauti, bidhaa ambazo yeye hakuziuza. Kwa mujibu wa meneja wa upelelezi wa kodi kanda ya Ziwa Joel Mbilinyi, hatua hiyo ni sehemu ya jitihada za TRA katika kudhibiti ukwepaji kodi na matumizi yasiyo sahihi ya mifumo ya ukusanyaji mapato, huku akisisitiza kuwa mamlaka hiyo itaendelea kuwachukulia hatua za kisheria wote watakaobainika kukiuka sheria za kodi nchini. Kwa upande wetu tunaomba kutoa rai. Natoa rai kwa wananchi wote na walipa kodi. Kwanza kabisa, unapouza utoe risiti, na unaponunua udai risiti halali, risiti halali, tunasisitiza. Pili, tunasisitiza ya kwamba wamiliki wote wa mashine za EFD wasithubutu na wala kudiriki kuuza risiti za EFD bandia, na pia wanunuzi wote wa bidhaa na huduma tunaendelea kusisitiza wasidiriki wala kuthubutu kununua risiti zozote za EFD bandia, kwa sababu ukiendana kinyume na sheria
basi sheria itachukua mkondo wake. Tutafanya upelelezi na tutamkamata. Hata hivyo, baada ya kusomewa mashtaka hayo, mshtakiwa hakutakiwa kujibu chochote mahakamani kutokana na baadhi ya makosa yanayomkabili kuwa nje ya mamlaka ya mahakama ya wilaya. Mahakama imeeleza kuwa upelelezi bado hujakamilika na hakimu mkazi mkuu Fortunatus Kubaja ameahirisha kesi hiyo hadi Juni 22, 2026, huku mshtakiwa akiendelea kubaki rumande kutokana na mashtaka yaliyomkabili kutokuwa na dhamana. Mimi ni Bosco Melody wa Global TV. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.